Habari yako? Mambo. Uko sawa sawa? Namshukuru Mungu. Sijakutana tangu mwaka uanze huu muda mrefu. Ni kweli. Tumekuwa tunapishana sema. Kutana ile tunapishana. Tunapishana. Kwenye kuojiana yani ilikuwa leo. Si ndo tunapishana? Mambo yanakwenda. Shughuli zimekuwa nyingi. Atifu manenepa unajua. Ndio issue. Asante sana. Najiona. Mungu mwema. Mungu ndo Mungu wetu. Kabisa. Mungu mwema. Bana, leo mimi sitaki kuzungumza sana. Jambo kubwa hapa ni kuhusiana na taarifa kwa umma ambayo klabu ya Young Africans iliweza kuiachia kupitia mitandao yake ya kijamii mara baada ya kikao cha tathmini baada ya raundi ya kwanza ya ligi kuu ya NBC kutamatika. Young Africans wakiwa kileleni pale na jumla ya alama 38 mpaka hivi sasa. Kwa namna ambavyo barua imetoka, kila mmoja amejaribu kujenga hoja kwa upande wake. Nianze na wewe. Umeipokeaje barua hii na wapi ambapo umeona kuna mapungufu na wapi ambapo umeona hapa pako sawa? Of course barua imeeleza vitu vingi. Lakini sehemu ambayo mimi nilikuwa niko makini sana nayo ni pale sehemu inayosema moja kati ya mapungufu ambayo yameonekana ni staili ya uchezaji ya kocha haiendani na wachezaji waliopo. Yes. Staili ya kocha? Staili ya kocha. Ngoja Latifa. Unaipitia? Ili tusije tukanukuu vibaya. Unajua kuna kunukuu vibaya. Kweli. Twende kwa peji ya Yanga hapa. Na uzuri bado ipo. Of course bado ipo. Wanasema aidha licha ya changamoto hizo, uongozi umegundua uwepo wa changamoto ya kiufundi inayoifanya timu icheze aina tofauti ya uchezaji, yani style of play, na ile ambayo imezoeleka na kuendana na wachezaji walio ndani ya kikosi. Huko hapo Latifa? Nipo. Aidha, licha ya changamoto hizo, uongozi umegundua uwepo ya changamoto ya kiufundi inayoifanya timu icheze aina tofauti ya uchezaji na ile ambayo imezoeleka na kuendana na wachezaji walio ndani ya kikosi. Sawa? Hii ni changamoto ambayo wameitaja. Solution yake wanasema wanamuongeza Molin. Sio? Wamegundua timu ina changamoto ya style ya kiuchezaji. Solution yake ni kwenda kumleta Molin. Sasa kwa uelewa wangu, unajua kila mtu ana uelewa wake. Sio? Kila mtu na uelewa wake. Ana uelewa wake. Kwa uelewa sasa wa Wilson. Kwa sababu Latifa, wewe uelewa wako uko limited na knowledge ambayo au na vile ambavyo unakifahamu kitu. Unaelewa? Sasa kwa mimi nilivyoelewa ile sentensi pale. Ile sentensi ilikuwa inasema tu kwamba kocha mkuu wa Yanga kwa sasa ni Molin, sio Pedro. Kwa uelewa wa Wilson. Kwa uelewa wangu mimi. Kocha mkuu wa Yanga, kwa sababu changamoto za kocha aliyepo zimetajwa kwamba staili yake ya uchezaji haiendani na staili ya club na wachezaji waliopo. Solution tunaenda kumleta Molin. Kwa sababu anayesimamia na kutekeleza staili ya uchezaji wa club ni kocha mkuu. Unaelewa? Anayesimamia na kutekeleza kwa vitendo staili ya uchezaji ya Yanga ni kocha Pedro. Sasa mkisema kwamba kocha ana changamoto,
na badala ya hizo changamoto solution yake ni kumleta Mollin, unaniambia kwamba kocha mkuu wa Yanga ni Mollin. Yani kimsingi Pedro ameshafukuzwa. Unaelewa? Pedro ameshafukuzwa, lakini hatuwezi kumfukuza kwa sababu itaonekana mzee wa Jambia ndo ametuambia tumfukuze. Sijui kama Latifu unanielewa. Kwa hiyo kuna namna yani kimsingi tulishamfukuza. Si ndio? Lakini hiyo taarifa kwa umma hatuwezi kuisema sasa hivi, kwa sababu tukiisema sasa hivi itakuwa tumemfukuza kwa sababu mzee wa Jambia ametaka tumfukuze. Kwa hiyo sisi tutaishi naye, tutamfukuza kwa wakati wetu. Tutamfukuza kwa terms zetu sisi. Yes. Unakumbuka wakati Romain Folz anafukuzwa? Aliletewa pale mtu anaitwa Patrick Mabedi. Ikasemwa staili ya uchezaji ya Romain Folz haiendani na staili ya uchezaji. Kwa hiyo akaletewa msaidizi Patrick Mabedi. Sio, ambaye yeye inasemwa falsafa zake ndo zinaendana na falsafa. Baada hapo Romain Folz alibaki kuwa kocha wa Yanga. Aliondoka. Shida Latifa, mnasahau. Unaelewa? Shida yenu nyie mnasahau haraka. Lakini labda safari hii mambo tofauti. Anasema tusiishi kwa kukariri. Historia haiwatetei. Historia haiwatetei. Kwamba ni swala la muda tu. Yes. Pedro kuondoka ndani ya Yanga. Just a matter of time. Maneno, lakini jana kuna kitu, baada ya ile taarifa kuna kitu nilikiandika kwamba uliopinda ni mti sio kivuli. Uliopinda ni mti. Yaani kama leo hii tunasema kwamba staili ya uchezaji ya Pedro haiendani na staili ya uchezaji wa Yanga, lazima tuanzie nani kamleta Pedro. Ndio maana nikwambia uliopinda ni mti sio kivuli. Nani Pedro amemleta? Kwa sababu tunapoenda kutafuta kocha, si ndio, lazima kwanza tudefine sisi ni nani. Si ndio? Sisi tunacheza mpira wa aina gani? Sawa? Tukishajua sisi ni nani, sisi tunacheza mpira wa aina gani, hii ndio inatuambia sokoni tunaenda kuleta kocha wa aina gani. Latifa, sio kama unanielewa? Staili yetu ya uchezaji sisi ndio inatuambia sokoni tunaenda kuleta kocha wa aina gani. Sasa kama leo baada ya siku 152, kwa sababu Pedro sasa hivi ana siku 152 ndani ya club. Yaani leo ndo tunajua kwamba baada ya siku 152 kwamba staili ya uchezaji wa kocha sio sawa na staili ya uchezaji ya klabu. Staili ya uchezaji wa kocha haiendani na wachezaji ambao miezi mitatu na anatafuta minne, si ndio? Sio, unaelewa? Lakini changamoto hiyo haishii tu kwa kocha, sio? Hapa juzi kati zimetajwa sana kuhusiana na kuwepo kwa changamoto ya scouting, kwamba Yanga ina shida ya scouting, sio? Kwa hiyo kumbe shida haianzi tu kwenye kuleta makocha. Shida pia ipo kwenye kuleta wachezaji, si ndio? Kwa sababu unajua moja kati ya vitu ambavyo vinaisumbua Young Africans ilishafika top. Ukishafika top hakuna zaidi ya top. Latifa, utaenda chini tu, sio? Ukishafika top utakwenda chini, utanyanyuka, sio? Uli tena. Umeelewa? Sasa Yanga walivyokuwa shafika top, wakataka kumaintain hiyo. The best way kumaintain hiyo ni kurefresh kikosi, kuleta wachezaji wapya.
si ndio? Yanga ameleta wachezaji wengi hapa ambao wote ni magarasa, si ndio? Yanga imeleta, wamesema walileta kiungo AI kiungo AI sio, unaelewa? Lakini si alikiwasha. Huyu alipaswa kuja, alikiwashawasha, yani kinini kiliwashawasha Latifa. Alikiwasha. Kinini? Mpaka nafika hatua ya kuitwa AI. Kinini? Mazoezini ndio walimuita AI sijui. Akiliundi. Mazoezini wanaweka kamera hajakabwa. Alafu wanakuja wanatuposti. Ikija mechi akikabwa, watu jamani, yule tunayemuona kwenye zile clip mbona hafanani na huyu? Kumbe kule alikuwa akabwi. Si unaelewa? Kule mazoezini alikuwa akabwi. Ya Celestine Ekwa hayupo. Andy Boyeli hayupo. Ndio. Hizo sajili ambazo zililetwa ili kurefresh kikosi. Alan Okello mpaka leo nchecheme. Tena Alan Okello unajua ameletwa dirisha dogo. Kishaleta mchezaji dirisha dogo, lazima utuhakikishie kwamba huyu ni mchezaji ambaye anakuja kuingia kwenye timu, kwa sababu dirisha dogo hakunaga pre-season. Kwa hiyo huyu ni mchezaji ambaye una hakika anakuja kuingia kwenye timu na kusaidia timu. Alan Okello yule pale nchecheme. Kwa hiyo Yanga wananchi wenyewe wanasema anakiwasha. Okello ana assist, amefunga. Anakiwashia wapi? Uwanjani. Naona bandika bandua kwenye kikosi yupo. Goli sikafunga ile la penalty mechi ya Singida. Au Latifa, wewe hauishi nchi hii. Halitosha. Okello kafunga goli la penalty na Singida. Sio tu goli la penalty, yani goli la penalty kafunga dhidi ya Singida. Hicho ambacho unataka niseme mimi sisemi. Sawa. Latifa. Sawa. Okello kwenye ligi sikafunga goli moja. Au mimi ndo takwimu sina. Au unajua Okello kwenye ligi kafunga goli moja. Sawa, la penalty. Na hilo goli kafunga mechi ya Singida. Latifa bwana. Si unaelewa? Kwa hiyo Yanga najua watamfukuza Pedro. Najua. It's just a matter of time. Sawa. Lakini kama wanataka kuwa kweli na nafsi zao na wanataka kujisaidia, wafukuze kwanza aliyomleta Pedro. Ndio maana nikwambia uliopinda ni mti sio kivuli. Kwani aliyomleta Pedro ni nani? Wanajua wenyewe. Za ndani. Wanajua mimi. Aliyomleta wanamjua. Kama alimleta Pedro maana si ndiye aliyowaleta na wengine huko nyuma? Yes. Aondoke yeye. Sio kuna muda tu shabaha zinakuwa zinapinda. Unalenga, unakosea, unalenga tena. Naam? Ukikosea unavunja na kibao. Sasa unajua kuna kukosea. Si ndio? Walivyomleta Romain Folz hapa juzi. Kwanza wakati wanamfukuza Gamondi, sisi wengi tulisema kwamba Gamondi hakustahili kufukuzwa kwa sababu kulikuwa na technical issues nyingi ambazo Gamondi alikuwa ana uwezo wa kujitetea, si ndio? Na watu wa ufundi mkamsikiliza na mkamuelewa. Wakamleta Romain Folz, wakatuambia huyu ni kocha wa mwaka wa mbele. Kocha wa mwaka wa mbele. Umeelewa? Kocha wa mwaka wa mbele ndani ya siku 91 wakaja kutuambia tulikosea, sio mwenyewe. Style yake ya uchezaji haiendani na style ya yani timu inashinda lakini timu haivutii. Sawa. Lakini alituambia kwamba ni kocha wa mwaka. Lakini Oruma, vipi kwa upande wa sasa wa
Mollin ambaye anakwenda kuunga nguvu kwenye benchi la ufundi la Pedro Goncalves pale Young Africans, anakwenda kuwa dawa sasa ya haya matatizo ambayo yanaonekana kwenye style of playing ya Yanga. Mollin ni kama kocha mkuu, si ndio? Wao wamesema msaidizi, yani anakwenda kusaidiana na Pedro. Yani ili Mollin asaidie, sawa, anapaswa kuwa ni kocha mkuu wa Yanga, kama hiki ambacho nakwambia kwamba huyu ni kocha mkuu, kwa sababu idea inayocheza kwenye timu ni idea ya kocha, na ndio maana makocha duniani, si ndio, wanapenda kufanya kazi na wasaidizi ambao wamewachagua wao, sio kuchaguliwa, kwa sababu kocha msaidizi yeye anasaidia mawazo ya kocha mkuu yafanikiwe. Unaelewa? Kazi ya kocha msaidizi ni kusaidia mawazo ya kocha mkuu yafanikiwe. Sasa timu imetuambia mawazo ya Pedro, idea za Pedro sio idea za club. Idea za club anazo nani? Anazo Mollin. Ndio ameingia sasa. Umeelewa? Sasa kama itaenda kufanya kazi hivyo ambavyo mnyewe mnasema kama ni msaidizi, hakuna kitu kitakachofanyika. Unless Pedro, si ndio? Unless Pedro aamue kwamba abaki tu yeye ni kocha wa mechi, yaani kwamba mazoezini Mollin anakuwa kocha mkuu, alafu kwenye mechi tunayemuona ni Pedro. Tumeelewa? Lakini mpaka hapo Latifa nilivyokuelezea, unaona kabisa kuna changamoto. Sasa kwa sababu Yanga wanatafuta majibu, ndio maana pale mwanzo nikakueleza kwamba kwa mimi nilichokiona, kwa tafsiri yangu na uelewa wangu, it's only just a matter of time. Pedro anafukuzwa, Mollin, kwa sababu unajua kama Yanga sasa hivi labda wangetangaza kumfukuza Pedro, sawa, ingekuwa changamoto sana sasa hivi kuanza kutafuta kocha tena katikati ya msimu, sio? Ingewawia wao changamoto, wangerudi hatua nyingi nyuma wakati msimu tayari upo katikati, sio? Kwa hiyo option ni rahisi, ni kumleta Mollin ambaye klabu anaijua, sio? Style yake ya uchezaji wakati yuko pale anasaidia ni moja kati ya style ambazo zimeipa Yanga mafanikio. Mashabiki wamependa mpira unaochezwa na timu ilikuwa inashinda vikombe. Kwa hiyo ilikuwa ni rahisi. Sinaelewa vizuri. Kwa hiyo kwangu mimi ninachokiona, kocha wa Yanga ni Mollin. Asante mzee wa jamii. Karibuni sana.